Kabla hujafumba macho yako usiku wa leo, kuna siri ambazo watu wachache sana wanazijua, na ndio zimewafanya baadhi ya watu kufanikiwa kimya kimya, huku wengine wakibaki pale pale bila kuelewa kwa nini maisha yao hayasongi mbele. Siri hizi 11 haziko kwenye juhudi zako za mchana pekee, wala haziko kwenye kazi unazozifanya, wala haziko kwenye mipango yako ya kesho. Ziko kwenye dakika chache kabla ya kulala. Ndio muda ambao wengi wanaopoteza bila kujua kuwa ndio muda wenye nguvu zaidi wa kubadilisha maisha yao ya milele. Ukijua hili unalopaswa kufanya kabla ya kulala, unaweza kufungua milango ya mafanikio, kuvuta baraka na hata kubadilisha hatima yako bila kelele yote. Leo utaelewa siri hizi, na ukianza kuzitekeleza, maisha yako hayataweza kubaki vile vile tena. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama unaamini Mungu anaweza kukufanikisha kwenye maisha yako, tafadhali like video hii, kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Kabla ya kulala, akili yako huwa inaingia katika hali ya kipekee sana, hali ambayo inaruhusu kile unachofikiria au kusema kupenya moja kwa moja ndani ya nafsi yako ya ndani, ambayo huwa inaitwa subconscious mind. Hii ndio sehemu inayotawala maisha yako bila wewe hata kujua. Siri ambazo zitakufanya ufanikiwe kabla ya kulala: namba 1, akili yako huwa inarekodi kila kitu kabla ya usingizi. Dakika za mwisho kabla hujalala ni kama mlango wa siri unaoingia moja kwa moja kwenye maisha yako ya kesho. Ukilala ukiwa na mawazo ya hofu, msongo wa mawazo au kukata tamaa, haya ndio unayapanda ndani yako na kesho yake utaishi matokeo yake. Lakini ukilala ukiwa na imani, maono na shukrani, utaanza kujenga mafanikio yako kimya kimya. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo litakusaidia kufanikiwa kwenye maisha yako kabla ya kulala, hakikisha jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, akili yako huwa inarekodi kila kitu kabla usingizi. Kwa hiyo dakika za mwisho kabla hujalala ni kama mlango wa siri unaoingia moja kwa moja kwenye maisha yako ya kesho. Ukilala ukiwa na mawazo, msongo wa mawazo, hofu, jambo hili la kufanya upande ndani yako, matunda yake utaishi kesho. Kwa hiyo haya ndio unayapanda ndani yako na kesho yake utaishi matokeo yake. Lakini ukilala ukiwa na imani, unapokwenda kulala, kabla ya kulala usiku, unapokuwa una imani, unakwenda kulala huku ndani yako ukiwa na imani, ukiwa na maono, ukiwa umejaa shukrani, utaanza kujenga mafanikio yako kimya kimya. Lakini jambo la pili, nguvu ya maombi kabla ya kulala. Huu ni muda ambao roho yako iko wazi zaidi kuliko wakati mwingine wote. Maombi ya usiku yana nguvu kwa sababu hakuna kelele za kidunia, akili yako inakuwa imetulia, moyo wako unakuwa uko wazi. Ndio wakati unapowasiliana na Mungu kwa kina, si juu. Watu wengi waliofanikiwa kiroho na kimwili wana desturi ya kuomba kabla ya kulala, sio kwa mazoea bali kwa makusudi. Asilimia kubwa ya watu ambao wamefanikiwa kiroho na kimwili ni watu ambao huwa wana desturi ya kuomba wakati wa usiku. Kabla ya kulala huwa wanapata muda wa kuomba, na wengine unakuta wanaamka usiku wa manane wanaomba. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa ya maombi katika mafanikio ya binadamu. Lakini siri ya tatu ambayo itakufanya ufanikiwe kabla ya kulala, jambo la tatu, ukitumia siri hii basi utaona mafanikio, ni taswira ya maisha unayotaka. Tunasema visualization, ile taswira ya maisha ambayo unayataka. Kwa hiyo kabla hujalala, jioni tayari umefanikiwa. Kabla hujalala, anza kujiona tayari umefanikiwa. Jione ukiwa na maisha unayotamani, jione ukiwa umevuka changamoto zako. Hii si ndoto tu, ni kufundisha akili yako kuamini kuwa inawezekana, na kile akili inaamini mara kwa mara huanza kuwa uhalisia. Kwa hiyo jambo la msingi kabisa kabla hujalala, anza kuwa na taswira, ile visualization ya maisha unayotaka. Anza kuwa na picha ya maisha unayotaka. Anza kuwa na taswira ya maisha unayotaka. Kabla hujalala, anza kujiona tayari umefanikiwa. Kabla hujalala, anza kujiona tayari Mungu amekufanikisha. Tayari ile jambo ambalo ulikuwa unalitaka tayari umeshalipokea. Anza kujiona, tunasema taswira, visualization. Hii si ndoto tu, ni kufundisha akili yako kuamini
huwa inawezekana, na siku zote kile akili inaamini mara kwa mara huanza kuwa uhalisia. Lakini jambo la 4, shukrani. Shukrani ni silaha ya siri ya mafanikio. Kabla ya kulala, kumbuka mambo hata madogo madogo ambayo Mungu amekufanyia. Mwambie Mungu asante kwa siku ya leo, asante kwa uhai huu, asante kwa kila hatua. Shukrani huondoa mzigo wa moyo na kuleta amani na ufungua milango ya baraka zaidi. Hili ni jambo la msingi sana. Kabla hujalala, mshukuru Mungu. Watu wengi huwa wanakwenda kulala wakiwa wana manunguniko. Nataka nikwambie, unaweza kumshukuru Mungu kwa mambo madogo madogo ambayo anayafanya kwako. Hata uhai ulionao ni Mungu tu. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kunipa uhai, kwa sababu nafasi ya uhai inanipa nafasi ya mafanikio, ni mafanikio. Mwambie Mungu asante kwa hatua yote ndogo ndogo. Yamkini umetoka umeenda kazini ukarudi salama, ni kumshukuru Mungu. Yamkini umefanya jambo fulani, mwambie Mungu, mimi nakushukuru kwa hatua hii, ninakushukuru kuanzia sasa. Mungu, umenipa afya njema, ninakushukuru. Hili ni jambo la msingi. Siku zote shukrani huondoa mzigo wa moyo na kuleta amani na ufungua milango ya baraka zaidi. Siku zote unapokuwa na mtu wa kumshukuru Mungu, shukrani huwa inaondoa mzigo ndani ya moyo na kufungua baraka zaidi. Mungu anawapenda watu ambao wanashukuru. Unapokuwa ni mtu ambaye unashukuru hata kwa jambo dogo, basi tambua kuwa Mungu atafungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Mungu ataanza kuyafanya mambo mengine aanze kwenda, kwa sababu ya moyo wako wa kipekee wa kumshukuru Mungu. Lakini jambo la 5, epuka sumu ya mwisho wa siku. Watu wengi huharibu kila kitu kabla ya kulala kwa kuangalia vitu vibaya, kusikiliza habari za hofu au kufikiria matatizo tu. Hii ni hatari kubwa kwa mafanikio yako, kwa sababu kile unachokula kiakili kabla ya hujalala ndicho kitakachokuwa ndani yako usiku kucha. Kwa jambo la msingi, epuka ile sumu ya usiku kabla ya kulala. Epuka kuangalia mambo mabaya kabla ya kulala. Epuka kusikiliza vitu vyenye kutia hofu kabla ya kulala. Hili ni jambo la msingi sana. Jambo la 5, epuka sumu ya mwisho. Watu wengi huharibu kila kitu kabla ya kulala kwa kuangalia vitu vibaya au kusikiliza habari za hofu au kufikiria matatizo tu. Kwa hiyo hii ni hatari kubwa kwa mafanikio yako, kwa sababu kile unachokula kiakili kabla ya kulala ndicho kitakachokuwa ndani yako usiku kucha. Lakini jambo la 6 au siri ya 6, jisamehe kabla ya kulala. Hii ni nguvu kubwa sana. Watu wengi hulala wakiwa na hatia, majuto au kujilaumu. Hii hufunga kabisa mlango wa mafanikio ndani yao. Lakini ukilala ukiwa umejisamehe, unaupa moyo wako nafasi ya kuanza upya. Kumbuka, hakuna mafanikio kwa mtu anayejihukumu kila siku. Kwa hiyo hili ni jambo la 3, jisamehe, acha kujilaumu. Kabla ya kwenda kulala, hakikisha umejisamehe, usiende kulala huku ukiwa unajilaumu. Lakini jambo la 7, samehe wengine. Jambo la msingi ambao nitakuwa litambue ni kusamehe wengine. Ondoa mzigo usioonekana kabla hujalala. Jiulize, je, kuna mtu nimemchukia leo? Chuki ni mzigo unaokula nguvu zako bila wewe kujua. Ukilala na chuki, akili yako haipumziki, roho yako inakuwa nzito na mafanikio yanachelewa. Lakini ukisema na wasamehe wote walioniumiza, unajifungua kiroho na kiakili. Lakini jambo la 8, jipangie kesho yako. Jipangie kesho yako ndani ya akili yako. Kabla ya kulala, usiache kesho yako iwe ya bahati mbaya. Jambo la msingi unatakiwa litambue, jipangie kesho yako ndani ya akili yako. Fumba macho yako, anza kuona kesho yako ikitokea kwa mpangilio mzuri. Anza kuona unafanya kazi zako vizuri, anza kuona ukipata fursa, anza kuona unafanikiwa hatua kwa hatua. Hii inaipa akili yako ramani ya kufuata. Watu wengi wanafanikiwa kwa sababu tayari walikuwa wameishi kesho yao kichwani kabla haijafika. Kwa jambo la msingi sana, hii ni siri ya msingi sana, jipangie kesho ndani ya akili yako. Kwa kabla ya kulala, usiache kesho yako iwe ya bahati mbaya. Fumba macho yako, unaweza kufumba macho yako kaanza kutafakari. Unafumba macho yako, unaanza kuona kesho yako ikitokea kwa mpangilio mzuri. Unaanza kuona unafanya kazi zako vizuri, unaanza kuona ukipata fursa, unaanza kuona ukifanikiwa, unaanza kuona. Jambo hili ni jambo la msingi sana. Jambo hili huwa inaipa akili yako ramani ya kufuata. Kwa watu wengi waliofanikiwa, watu wengi wanafanikiwa kwa sababu tayari walikuwa wameishi kesho yao kichwani kabla hawajaifika. Lakini siri ya 9, maneno unayojisemea yanaumba maisha yako
maneno unayojisemea, yani maneno unayojitamkia yanaumba kesho yako. Kabla ya kulala, jiepusha na kusema maisha ni magumu, sina bahati. Badala yake sema niko njiani kufanikiwa, kuna kitu kikubwa kinakuja kwangu. Haya ni maneno ya kupanda mbegu ndani yako, na mbegu hizi huzaa matokeo kwa wakati wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 21 imeandikwa, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kuna nguvu kubwa sana katika kutamka au katika kusema. Unapokuwa mtu ambaye unajitamkia maneno bora, maneno siku zote huwa yanaumba maisha yako. Unapokuwa unajitamkia na kwamba mimi nitafanikiwa, mimi kuna jambo kubwa Mungu atalifanya kwenye maisha yangu, mimi nitapata fursa. Unapokuwa mtu wa kujitamkia, maneno huwa yanaumba. Kwa hiyo jifunze kujitamkia maneno chanya, jifunze kujitamkia maneno chanya na wala sio maneno hasi. Lakini siri ya 10, lala ukiwa na imani, sio hofu. Tofauti kati ya mtu aliyefanikiwa na mtu aliyekwama ni hii: mmoja analala akiwa na imani, lakini mwingine analala akiwa na hofu. Hofu hufunga milango, lakini imani hufungua milango. Kwa hiyo kabla hujalala, amua jambo hili, labda ninaacha kila hofu, naamini kuna mema yanakuja. Hii inabadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, lala ukiwa na imani na wala sio hofu. Hakikisha unakwenda kulala ukiwa una imani Mungu atafanya. Unalala ukiwa una imani kuwa utafika mbali. Unalala ukiwa una imani, unaamini kabisa wewe utafanikiwa, unaamini wewe utafaulu. Hili ni jambo la msingi sana, ni siri ambayo itakufanya ufanikiwe. Lakini siri ya 11, unda mazingira ya amani kabla ya usingizi. Mazingira yako kabla ya kulala yanaathiri maisha yako kuliko unavyofikiria. Zima kelele zisizo na maana, epuka vurugu za mitandaoni, tuliza nafsi yako. Hii inaandaa akili yako kupokea mafanikio, na siku zote utulivu wa usiku ni sawasawa na nguvu ya kesho. Jambo la msingi ambalo nitakuwa litambue, watu wengi wanapambana mchana kutafuta mafanikio, lakini wachache sana wanajiandaa usiku kuyapokea. Na hapo ndipo tofauti unapoanzia. Ukianza kutumia usiku wako vizuri, utaanza kuona mabadiliko ya ajabu, utaanza kupata fursa zisizoeleweka, utaanza kusogea mbele bila kelele, kwa sababu mafanikio yako yanaanza ndani yako kabla hayajaonekana nje. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini niambie nimejifunza zaidi.